Leo tunamulika ratiba ya safari za mara kwa mara za Rais William Ruto. Wakati wa Kenya wanakabiliana na bei ya mafuta inayowakandamiza, miradi tata ya afya kama karantini Ebola na upinzani unaongezeka dhidi ya mswada wa fedha, kiongozi wa taifa Rais William Ruto yupo tena nje ya nchi kwenye safari ya wiki mbili na zaidi, ikimpeleka Afrika na hata Ulaya. Kutoka Pretoria hadi Brussels, Helsinki hadi Paris, Rais William Ruto anatumia zaidi ya siku 14 nje ya taifa, huku nyumbani hasira za wananchi zikiendelea kuchemka. Mwanahabari wetu Vera Mura na taarifa zaidi. Wakati wa maandamano ya kupinga kupanda kwa bei ya mafuta siku 15 zilizopita, Rais William Ruto aliondoka nchini kuelekea Baku, Azerbaijan na Astana, Kazakhstan, akionyesha maendeleo ya Kenya katika mradi wa nyumba za bei nafuu na maendeleo endelevu ya miji. Wiki mbili baadaye, Rais William Ruto ameondoka tena na anatarajiwa kutumia zaidi ya siku 14 nje ya nchi. Safari za Rais William Ruto zinajiri wakati wa Kenya wanakabiliana na migogoro inayohusishwa na utawala wake, kuanzia kituo cha karantini cha Ebola kinachojengwa katika kaunti ya Laikipia hadi upinzani unaoongezeka dhidi ya mswada wa fedha wa mwaka 2026 ambao wengi wanaofia utaongeza mzigo wa raia wanaosongwa na kodi. Ila kwa sasa Rais William Ruto yuko Afrika Kusini kwa ziara ya siku 3 na Rais Cyril Ramaphosa. Baada ya hapo ataelekea Ubelgiji tarehe 8 mwezi Juni kwa ushirikiano wa kidiplomasia na Mfalme Filipe. Baada ya hapo ataelekea Ufini Juni tarehe 10 na 11 kwa ziara ya kihistoria ya kwanza na Rais wa Kenya tangu Daniel Arap Moi mwaka wa 1987. Kisha Juni tarehe 12 atasafiri hadi Ufaransa kwa mkutano wa G7 utakaofanyika Juni tarehe 15 hadi 17 mjini Evian, Lebanon. Kwa ufupi, Rais William Ruto anatarajiwa kurejea Juni tarehe 18 baada ya kutumia siku 16 mfululizo nje ya nchi. Kinachowakera wa Kenya ni kuwa safari hizi zinakuja kwa gharama kubwa, kwani Rais William Ruto anajulikana kwa kukodisha ndege za kifahari zenye gharama ya angalau milioni 3.2 kwa saa moja. Safari yake ya hivi karibuni ya Buka na Kazakhstan iligharimu karibu nusu bilioni kwa wiki moja pekee. Isitoshe, ripoti ya mdhibiti wa bajeti inaonyesha serikali ilitumia bilioni 5.1 kwa safari ya nje katika miezi 9 ya kwanza ya mwaka wa kifedha wa 2024 na 2025, pamoja na bilioni 11.6 kwa safari za ndani, jambo linaloibua wasiwasi kuhusu hatua za kubana matumizi. Katika siku zake 1000 za kwanza madarakani, Ruto ametumia takriban siku 156 nje ya nchi na kumfanya mmoja wa marais wa Kenya walio na shughuli nyingi kimataifa. Kufikia katikati ya mwaka 2025, alikuwa tayari amefanya ziara 62 katika nchi 38, na mwaka huu wa 2026 tayari Rais William Ruto amefanya ziara 17. Wakosoaji wanasema kwamba wakati Ruto anazunguka dunia, nyumbani kwake Kenya hakuna utulivu, hivyo kuacha taswira ya rais aliye nje ya nchi, huku wananchi wakipinga kodi na kupanda kwa gharama ya maisha. Swali linalobaki, je, historia itamkumbuka Rais William Ruto kama kiongozi aliyeiweka Kenya kwenye ramani ya dunia, au kama rais aliyependa kusafiri licha matatizo yanayowakumba wananchi wake? Vera Mura, KTN. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba maafisa wa polisi wanaendeleza na msako dhidi ya dereva na kondakta wa basi